Ziwa Kamnarok ambalo linapatikana katika kaunti ya Baringo ni mojawapo ya maziwa ambayo wakati mmoja yalitoa makao kwa idadi kubwa ya mamba ulimwenguni baada ya ziwa Chada. Ziwa hilo ambalo lilipata jina lake kutokana na mmea wa jina la Narok uliomea ndani ya ziwa hilo na kutumiwa na wenyeji kama chakula hususan nyakati za kiangazi. Pia linakumbukwa kwa kuvutia idadi kubwa ya watalii waliozuru mbuga ya wanyama ya Rimoi karibu na ziwa hilo. Hata hivyo, mtazamaji, ziwa hilo limepoteza uzuri wake kwa sasa baada ya kukauka. Mwanahabari Kamche Menza alikutana na baadhi ya wenyeji walioshuhudia faida za ziwa hilo na anatueleza mengi kuhusu ziwa hilo. Ni ziwa ambalo wenyeji wanaolifahamu vyema sasa wamebaki na kumbukumbu za jinsi lilivyoogofya kwa kutoa makazi kwa zaidi ya mamba 10,000. Ziwa ambalo umuhimu wa kima cha maji yake haukuwa tu kwa wanyamapori kutoka mbuga ya wanyama ya Rimoi, bali hata kwa wenyeji. Lakini faida hizo hazipo tena. Hii sasa ndio hali halisi ya ziwa hili ambalo limekumbwa na ukame na maji yake kukauka. Hali ambayo ni kinaya kikuu kufuatia mafuriko yanayokumba baadhi ya maziwa ya bonde la Ufa. Elijah Chemutai anadai kuwa ziwa hili lilianza kuathirika mwaka wa 1997 baada ya mtaro huu kutoka mto jirani wa Kerio kuchipuka na kuelekeza tope ndani ya ziwa hili, hali iliyopunguza kina cha ziwa. Sasa ile maji inajaa inarudi pande na mtope mingi. So inapopungua kwa Kerio tena narudi huko. Outlet ya Lake Kamnarok imechange sasa karibu mara 3. Hii ilikuwa ni ya 3 shortcut na hii ikawa ni mbaya zaidi kuliko outlets zingine zile zilikuwa za mwanzoni. Lakini juhudi za kuhifadhi na kuzuia tope kuingia ndani ya rasilimali hii pamoja na maji kuelekea nje ya ziwa pindi kiwango cha maji kinapopungua mto Kerio hazikufaulu. Hata hivyo, uharibifu wa ziwa hili pia unatajwa kusababishwa na wakulima na wafugaji ambao kwa njia moja au nyingine walichangia kuleta mmomonyoko wa udongo, hali ambayo ni tofauti na wakulima wa miaka 80. Na tena wakati huo sisi na lema mashamba yetu ni kidogo tu bana, mingi kama ya Subishi. Kama nalima kidogo hiyo hawezi kuteremka na maji. Na tangu uharibifu wake, ziwa hili halijapata fursa ya kuwapa mamba makao wala kukuza mmea wa Narok, ila tu sasa umekuwa uwanja wa kubarizi kwa mifugo hawa, huku ndege hawa wakifurahia mchezo huu wa maji. Sababu hii Narok ni chakula ambayo watu usurvive wakati wa drought. Wanaingia huko, wanatoa roots yake na kula, inatoa wimbi yake inaenda kwa shaka na fika ugali. Mhudumu wa shirika la KWS kaunti ya Baringo, Jackie Bubi, ambaye tulizungumza naye kwa njia ya simu, anadai kuwa kukauka kwa ziwa hili kumeleta athari nyingi kama vile kiangazi, akieleza kuwa kiwango cha mvua kilianza kupungua. Vile vile wanyamapori wengi walihama na wengine kufariki, huku mimea migeni ambayo kupotea kwake si rahisi iwapo ziwa hilo litafufuka, ikichukua mahali pa mimea hapo awali. Hata hivyo, wenyeji wanadai kuwa iwapo mikakati mwafaka itawekwa, basi ziwa hili huenda likarejelea hali yake kama ilivyokuwa miaka 15 iliyopita. Kamche Menza, KTN, katika ziwa la Kamnarok, kaunti ya Baringo.